Kila mtu lazima awe na neno. Nazungumzia neno lako linalotokana na neno la Mungu la kulinda maisha yako. Je, hatua zako za maisha zina neno? Mimi sijui ni nani aliyezaliwa hapa alafu likaachiliwa neno la kumlinda, lakini waliposema huyu mtoto anafanana na shangazi yake, akabeba tabia za shangazi. Kwa sababu kuna watu hapa maisha yamevurugika, si kwa sababu Mungu abariki, ila kuna neno liliachiliwa likakuvuruga. Kuna neno liliachiliwa likavuruga ndoa yako. Kuna neno liliachiliwa masomo yako yakavurugika. Na tumeona kabisa, na hakuna kitu muhimu kama kuombea watoto wako, hasa kipindi cha masomo. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi hawajawahi kujua umuhimu wa hiki kitu hapa. Utakuta hata kipindi cha mitihani magonjwa ya ajabu ajabu, kuna mtu tu anaachilia neno. Kuna watu hapa leo hii aidha mama mkwe, baba mkwe. Sasa mimi usije ukasema kwa nini unawataja tu. Nakwambia hivi, hata ndugu yako, hata mfanyakazi mwenzako, uwe makini sana na maneno yanayoachiliwa kwenye maisha yako. Katika hili watu wengi hawajui, lakini unapoamka asubuhi, uwe umesikia hukusikia, mwambie Mungu, neno lolote lililoachiliwa kinyume na baraka zangu, kinyume na ndoa yangu, kinyume na mahusiano yangu, kinyume na uchumi wangu, kinyume na kile ninachomiliki, hilo neno ikiwa Bwana halijapasa, ninalifuta juu yangu, kizazi changu, ndoa yangu, kwa jina la Yesu. Mungu akikuangalia sasa hivi, una nini? Ili hatima yako itimie, ni kubeba neno ambalo ni nuru. Hilo neno likaondoe giza kwa jina la Yesu.